Yanga wameandika barua kwenu malalamiko. Badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi, unaanza kuwatisha, unaambia kwa nini wao hawajiuzuru? Wamefanya nini mpaka wajiuzuru? Wamefanya nini? Lakini nani atasema? Na wajua wote, nani atakayesema? Sema uone shughuli yake. Hata mimi nazungumza kwa niaba ya Wanayanga. Mimi ni mshabiki wa Yanga. Mimi mwanachama, tena mjumbe wa mkutano mkuu kikatiba. Kamati ya utendaji chini ya rais wetu Hersi iitishe mkutano wa dharura. Mkutano mkuu wa dharura. Agenda iwe moja tu, kujadili sakata, na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatwendi kucheza mechi ya marudiano. Azimio namba 1, mengine yatafuata. Kwa ubabe wa aina hii tutoke na azimio. Manake msiingie nyinyi kina Hersi na kamati ya utendaji, maana juzi washampiga mkwala Arafati. Msemaji wetu naye kishapigwa mkwala, sasa hivi naye pembeni. Sasa ili msiingie nyinyi kwenye hiyo mkwala, tuachie, tuleteni sisi mkutano mkuu wa wanachama wa dharura. Ibara 22 ya katiba yetu inaruhusu mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Semeni, toeni notice ya siku 14, siku 7, tukutane. Tuje na azimio. Yanga ni kubwa. Yanga ni kubwa. Haiwezekani rais wa TFF unakaa unashutumu viongozi wetu tumekaa kimya. Na kinachoogopesha ni kufungiana tu. Huwezi kukaa milele katika nafasi hizi ndugu zangu. Huwezi kuwa rais wa taasisi yoyote, wa nchi yoyote, ukakaa milele. Usitumie kiburi cha uongozi kuwadhalilisha wenzio, ujinga na utoto.